Qur'ani inasema hakika palipita zama kwa zama, karne kwa karne, dhidi ya mwanadamu hakuwa mwenye kutambuliwa uwepo wake kwenye dunia. Karne nyingi zilipita, kulikuwa na malaika, kulikuwa na majini, kulikuwa wewe na familia yako kuwepo. Ilipotokea sasa unatakiwa uwepo, uliletwa kwa vyanzo na sababu. Nini unakuja kufanya? Haukuletwa tu afal khatir, uje tu malize kushangilia Simba na Yanga. Kipo kilichokuleta unakijua. Hukuletwa kwa ajili ya kuja kudumika na kukata mitaa ya Kariakoo na Posta tu. Wajua kilichokuleta, na kama wajua, unasimama kwenye nafasi yako kwenye hicho. 30 sura ya 2 surati al-Baqara, tangazo linakuja. Kimekuleta nini duniani? Wakati huo mama yangu kwenye ujana wako leo umesahau. Umekaa mbele ya kioo unajipodoa, wanja, lipstick, sijui shego, inaitwa shego, nini ile, unaweka za kila aina. Sawa, kilichokuleta wakijua mama. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. 30 Baqara. Ijue dhamana yako, uwe ni kiongozi wa dini, uwe ni kiongozi wa kisiasa, uwe ni kiongozi katika vyama mbalimbali vya kiuchumi, lakini ni mwanadamu. Anaambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam afanye ukumbusho wa yeye na moyo wake. Ukumbusho huo upeleke kwenye jamii, watu wajue Mola wako alikusanya malaika akawaambia, mimi nakwenda kumuumba mwanadamu. Lakini nakwenda kumuumba kwa lengo gani? Khalifa, aende kuwa kiongozi. Dhamana uliyokuja nayo duniani ukawe nani? Kiongozi. Kwa hiyo kila mwanadamu kwa nafasi yake ni kiongozi. Kama